Mwenyekiti wa halmashauri ya mji Korogwe, Ali Sadiki Mkwavingwa, ameelekeza halmashauri hiyo kuchukua hatua za makusudi katika kutafuta ukusanyaji wa mapato kwa njia ya zabuni kwenye baadhi ya vyanzo vya mapato ili kuongeza ufanisi na uwazi katika ukusanyaji wa mapato ya ndani. Lakini pia tujipongeze sisi sote kwa ujumla. Bajeti yetu imeongezeka kwa 20%. Hasa katika kile kipengele cha miradi ya maendeleo. Si jambo dogo ndugu zangu. Ni jambo kubwa sana. Kilichobaki, kuna mjumbe alisema pale, kilichobaki ni sisi kwenda kutekeleza ili haya tulioamua leo yaweze kufanikiwa. Na katika kutekeleza haya, wakati mwingine kuna maumivu, wakati mwingine yatakuja. Tumetoka kwenye 20% za maendeleo kwenye mapato ya ndani, tumekwenda kwenye 40%. Mwenyekiti huyo amesema hayo wakati wa kikao cha baraza la madiwani cha halmashauri ya mji wa Korogwe kilichofanyika kwenye ukumbi wa halmashauri hiyo, ambapo bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 iliyosomwa na kupitishwa rasmi kwa kiasi cha shilingi bilioni 34. Manake leo hii tutatenga zaidi ya milioni 800 kwenda kwenye maendeleo nini? Kwenye maendeleo. Sasa fedha hizi lazima sisi waheshimiwa madiwani tuhakikishe tunatoa ushirikiano mkubwa ili fedha hizi ziweze kupatikana, bajeti hii iweze kuleta tija kwa wananchi wetu na sisi wenyewe. Lakini ndugu zangu, nimesikia changamoto hapa ya kwamba kuna vyanzo ambavyo vinasuasua katika nini? Ukusanyaji. Mkurugenzi, sisi tunachohitaji ni fedha ili kutimiza bajeti hii. Kwenye vikao vyetu kumetoka maoni mengi sana. Kuna vyanzo vya mapato ambavyo ili ukusanye milioni 40 unapoteza milioni 20. Umeelewana hapo? Yaani kuna chanzo ili ukusanye milioni 10 mwaka mzima. Huwa tukalculate cost ambayo tunaingia. Lakini kama tukalculate cost, utakuta tunakusanya milioni 10 lakini tumepoteza milioni 6. Maana chanzo hiki hakina tija yoyote. Sasa ili kukwepa hii, tunaomba vyanzo vyote ambavyo vinasuasua tuwatafute wazabuni, tuwakabidhi kwa masharti makali ili watukusanyie, ili sisi tuondokane na ule mzigo ambao tunataka kutumia kwenda kukusanya milioni chache lakini tutapoteza milioni nyingi. Mfano, chanzo cha mabango hatujawahi kufanya vizuri kwenye halmashauri kwa miaka 4 mfululizo. Lakini kumbe tunaweza tukampa mtu jukumu hilo, sisi tukamwekea conditions ambazo tunazitaka, yeye akimbizana kwenda kutafutia fedha hizo akatuletea bila sisi kupoteza hela yetu yoyote kwenda kutafuta vyanzo kwenye hicho chanzo. Lakini tufanye kazi kwa kuheshimu mipaka. Tujue kwamba wewe mheshimiwa diwani mipaka yako ni ipi, wewe mwenyekiti mipaka yako ni ipi, lakini wewe mkurugenzi mipaka yako ni ipi. Najua nyinyi ni viongozi wangu, lakini mnatakiwa kuelekeza pia tulio chini, mtuelekeze kwa busara, lakini pia mtuhimize tufanye kazi kwa bidii ili nyinyi muweze kufikia malengo yenu. Kwa hiyo mimi naomba sana kwamba tufanye kazi kwa kushirikiana, kwa kusaidiana, tukiwa na lengo moja la kuweza kuikwamua halmashauri yetu. Tumeona kabisa tunaenda kutengeneza mkoa wa Korogwe, sio tu manispaa. Basi tufanyeni kazi kwa kushirikiana ili twende tukatengeneze mkoa wa Korogwe. Mimi binafsi nitaendelea kuwapa ushirikiano na nitaendelea kusimamia sheria na taratibu za halmashauri ili kuhakikisha kwamba halmashauri haiendeshwi kiholela. Nao baadhi ya madiwani wa halmashauri hiyo wameelezea matumaini yao kuwa bajeti ya shilingi bilioni 34 itachochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa wakazi wa Korogwe mjini, hususan katika sekta elimu, afya, miundombinu na huduma za msingi kwa jamii. Kwa majina naitwa Paul Joseph Zulu, diwani wa kata ya Mgombezi. Mapendekezo ya bajeti ya mwaka 2026-2027 kwa mwaka huu tumepitisha katika kikao cha baraza leo. Tunaamini inaenda kugusa maisha ya wananchi wetu wa halmashauri ya mji Korogwe kwa kazi zote za kata, na naamini imebeba maono makubwa ya wananchi wa kata zote 11 na itaenda kuleta tija kwenye wananchi wetu. Lakini pia pili, pamoja na kupitisha bajeti hii, tunaona sasa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna gani anazidi kutuheshimisha halmashauri yetu ya mji Korogwe, na sisi tunamshukuru sana kwa namna ambavyo anaendelea kutuletea miradi, anaendelea kutuletea hizi fedha, wananchi wanaendelea kunufaika. Kwa hiyo tunaamini kwa miaka hii mitano
basi tunaenda kunufaika zaidi sana kwenye bajeti hizi ambayo tunaenda kudhibitisha, lakini sana sana hii ya bajeti ya mwaka 2026/27 ambayo imeenda kugusa sana maisha ya wananchi, ikiwemo upande wa afya, upande wa elimu na upande wa miundombinu ya barabara. Kwa hiyo tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sisi watu wa Korogwe mjini tupo tayari kabisa kumheshimisha kama madiwani wa kata zote 11 na madiwani wa viti maalum, lakini zaidi sana mheshimiwa wetu mbunge Dr. Amini CPHS Mwando Njama. Kwa majina naitwa Rajab Hassan Mzige, diwani wa kata ya Manundu, mwenyekiti wa kamati ya maadili halmashauri ya mji wa Korogwe. Nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, siku ya leo tarehe 10 Februari 2026 tumekwenda kupitisha budget ya ujumla yenye thamani ya bilioni 34. Lakini ndani ya bilioni 34 kuna bajeti yetu ya ndani, mapato ya ndani takriban bilioni 3.4. Hii ni jambo kubwa la mafanikio makubwa, kwa sababu mwaka uliopita tulikuwa na bajeti ya bilioni 2.5. Hivyo kuweka bajeti ya bilioni 3.4 imetupelekea sasa mapato ya ndani kwenda kwenye miradi tunapeleka 40% badala ya 20% ile ya awali. Haya ni mafanikio makubwa sana. Ndio maana leo tumeipitisha bajeti hii kwa nguvu zote kuhakikisha tunamheshimisha Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anatuletea miradi mingi sana katika halmashauri yetu ya mji wa Korogwe, ikiwemo barabara za lami. Tunakwenda kwenye mradi wa tactic sasa. Utekelezaji wa mradi wa tactic barabara za lami kwenye kata yangu tu takriban kilomita 2.7 inaenda kutengenezwa kuanzia NMB kupeleka mpaka pale Magunga. Lakini mifereji mikubwa inaenda kutengenezwa. Kwa kweli tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa haya anayofanya. Lakini vile vile katika kikao cha leo cha baraza la madiwani niliamka na hoja ya ufunguaji wa vituo vya watu kusafiri, maana kwenye vituo vya kupanda na kushusha tuna mapendekezo mazuri tu kwamba ili halmashauri yetu iweze kupata fedha, pia tumesema angalau wananchi wetu pia wasiteseke, wao wana uwezo wa kushuka lakini sio kupanda katika vituo ambavyo tumeviorodhesha kuanzia Mtonga mpaka stendi mpya kwa maana Kijazi. Kwa majina naitwa Asia Ali Kigongo, diwani wa kata ya Bwamdolwa. Leo tulikuwa tunawasilisha bajeti. Tunamshukuru Mungu kwa hatua hii ambayo tumefika. Tunaweza kuwasilisha bajeti ambayo itakwenda kuleta matumaini kwa wananchi wetu wa halmashauri ya mji wa Korogwe, kwa sababu tunakwenda kuleta matumaini mazuri, kwa sababu kwanza kipato kimeongezeka. Kwa hiyo pia miradi itaendelea kuwa mizuri, kwa sababu tayari halmashauri yetu imeongezeka kipato kutoka kwenye milioni 20 mpaka kufika kwenye 40 ni parefu kwa muda mfupi. Kwa hiyo tunawaahidi wanakorogwe wategemee mafanikio mema yanayotokana na halmashauri yao, kwa sababu pia tunakwenda kupandisha hadhi ya halmashauri yetu ya mji, Mungu akipenda, kutoka kwenye halmashauri ya mji kufika kwenye mkoa, kwa sababu na sisi ni sehemu ya katikati ya mkoa na tuna manufao na tuna maeneo na tuna rasilimali watu, tuna rasilimali fedha, tuna rasilimali ya vitu. Kwa hiyo leo bajeti yetu imekwenda kutupa faraja sisi kama viongozi, na tunakwenda kuwatia moyo watu wetu huko kwenye kata zetu. Kupitishwa kwa bajeti hiyo kunatajwa kuwa ni hatua muhimu katika kuimarisha maendeleo ya Korogwe mjini, huku wadau mbalimbali wakihimizwa kushirikiana katika utekelezaji wake ili kuhakikisha maendeleo yaliyokusudiwa yanafanikiwa kwa manufaa ya wananchi wote.